Basi na wasalimu kwa jina la Yesu, nikiwaalika tena ili tukaweze kuendelea na masomo yetu ya Bible study. Hivyo tutafungua kwa ombi kabla tuendelee. Tunakushukuru Baba katika jina la Yesu. Tumenyenyekea miguuni mbele zako tukiinamisha vichwa. Tunakualika Roho wako akatuongoze tunapoendelea kutafakari. Fungua mioyo yetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Naomba katika jina la Yesu. Amen. Asante. Kulingana na somo hili la Bible study ambalo katika video clip ambayo ilitangulia, tumekuwa tukizungumza kuhusu Msamaria mwema, na tukaweza kuorodhesha vipengele ambavyo ndivyo vinatupatia mwelekeo wa kuweza kulitafakari somo. Kwa hivyo video ya kwanza katika somo hili la Good Samaritan, niliweza kuorodhesha vipengele vyote ambavyo ni 11, na tukazungumza vipengele kadhaa: kipengele cha kwanza, kipengele cha pili, na cha tatu na cha nne. Sasa nataka kufanya review kidogo ya kipengele cha tatu na cha nne, ndipo tuendelee cha tano. Lakini katika review ambayo nataka kuifanya, ningeomba kuwakumbusha kuhusiana na mfumo wetu ambao tumekuwa tukiuzungumzia katika matumizi ya kuweza kuifahamu Biblia. Katika Isaya ile ambayo tumesoma katika kipengele katika clip ya kwanza kuhusiana na hili somo, bado tunaendelea na huo mfumo kwamba huku kidogo na huku kidogo. Lakini kwa sababu nimezungumza kwamba masuala haya yanahitaji umakinifu mwingi, ndipo tuweze kuwa na ufahamu wa masomo haya, ufahamu unaotokana na mbingu kwa njia ya Roho wake Mtakatifu. Bado naendelea kusisitiza hapa nikifanya hiyo review kidogo. Katika kipengele cha tatu tulikuwa tunazungumzia kuhusu yule mtu aliyetoka Yerusalemu kwenda Yeriko. Alikutana na wakora na ama wanyang'anyi na wakamvua nguo. Kipengele cha tatu kilikuwa kinazungumzia kuhusu kumvua nguo. Tulichanganua, nataka kufanya review, lakini katika review nataka tu kuongeza ufahamu fulani hapa katika maandiko yaliyoteuliwa katika kitabu kinachoitwa Testimonies for the Church Volume 5, page 509, paragraph 3, kuweza kufanya ufafanuzi pia. Volume 5, ukurasa wa 509, paragraph ya 3, kuhusiana na kipengele kile cha nguo. Anasema hivi: how plainly the picture is drawn in the word of God of his dealing with the man who accepted his invitation to the wedding, but who did not put on the wedding garment which had been purchased for him, the robe of Christ's righteousness. Tulisoma katika kitabu cha Mathayo kufafanusha nguo zilimaanisha nini kwa muktadha wa somo hili la Msamaria mwema. Mathayo tuliona ile karamu walioalikwa watu kuja karamuni, karamu ya harusi. Lakini ilivyokuwa desturi ni kwamba walifaa wanapoingia pale katika karamu wavae nguo zilizoandaliwa kwa ajili ya shughuli ile ya karamu, ambayo inaitwa vazi la harusi. Sasa kuna huyu mtu hapa anayezungumziwa kwamba wakati alipofika karamuni hakuchukua vazi la harusi kuvaa, lakini akaingia na nguo zake. Ufafanuzi kutokana na maandiko teule hapa yanasema kwamba mavazi yale ama the wedding garment ama mavazi yale ya harusi ilikuwa ni Christ's righteousness, mavazi yale ya harusi. Ndipo anasema he thought his own defiled garments good enough to come into the presence of Christ, but he was cast out as one who had insulted his Lord and abused his gracious benevolence.
haki yake mwenyewe alidhania kwamba ingeweza kumleta mbele ya Kristo, lakini ukiangalia Biblia inasema kwamba aliweza kutolewa nje kwa sababu alipuuza ule mwaliko na ule ukarimu wa Bwana, aliweza kuupuuza, ndipo akapata adhabu hii ya kutolewa nje. Kwa hivyo nilitaka kufafanua kwamba kulingana na ufahamu kwa upana kuhusiana na swala hili la nguo ambazo mtu huyu katika somo hili la Msamaria pia alivuliwa, lisimamia haki ya Kristo. Sasa hiyo ilikuwa ni just kufanya review kidogo. Kipengele kile ambacho tulikuwa tulimalizia ile clip iliyopita ilikuwa ni kuhusu jeraha, ambapo tulisoma katika Isaya 1, lakini pia nataka kusoma maandiko teule yaliyovuviwa kuhusiana na hilo swala la jeraha pia kadhalika, ambapo kuna kitabu kinaitwa MAR kitabu kinaitwa MAR ambao ni Maranatha. Kitabu kinachoitwa Maranatha, ukurasa wa 69 na paragrafu ya kwanza. Maranatha 69 paragrafu ya kwanza. Haya ni maandiko teule. Yanasema hivi: The whole head is sick and the whole heart is faint. From the sole of the foot even unto the head there is no soundness in it but wounds and bruises and purifying sore. They have not been clothed, neither bound up, neither mollified with ointment. There is a remedy for the sin sick soul. Sasa Isaya tulisoma kuhusiana na yale ambayo nimesoma hapa katika maandiko teule, lakini hapa chini anasema there is a remedy for the sin sick soul. Vidonda hivi vinavyozungumzwa ni nafsi yenye dhambi, moyo wenye dhambi, mwanadamu mwenye dhambi. Lakini anasemekana kwamba there is a remedy, kuna dawa, kuna tiba kwa nafsi ambayo iko na dhambi. Kwa hivyo mtu huyu alipopatikana na wakora ama wanyang'anyi walipomtia jeraha, ni vile Adamu alivyokutana na shetani akaingia katika dhambi, ambayo sasa hizi ndio jeraha alilolipata, ama ndio majeraha haya aliyoyapata yeye pamoja na mkewe Hawa, ambao majeraha haya sasa ni dhambi kulingana na muktadha wa maandiko ambayo tumeweza kusoma. Jeraha hizi ni dhambi, lakini tumaini lipo kwamba kuna dawa, kuna tiba kwa ajili ya ugonjwa huu wa dhambi. Basi baada ya kufanya review kidogo, nataka tuendelee katika kipengele kingine ambacho kilifuata pale cha 5, ambapo kuna kuhani na Mlawi. Kuna kuhani na Mlawi walipita ile njia. Kuna uhusiano gani kati ya mpango wa ukombozi na somo hili ambalo Yesu alikuwa akijibu hili swali kwa yule mwanasheria, kwamba kuhani na Mlawi walipita ile njia lakini wasiweze kumsaidia, walipita kando. Kila mtu kati ya hawa watu wawili, ama katika hizo ofisi mbili, nataka kuzungumza katika hii point ya mazingira haya ya Bible study. Kuhani halikuwa jina la mtu hasa personal, lakini ilikuwa ofisi, ili tuelewane. Kuhani haikuwa jina la mtu, lakini ilikuwa ofisi takatifu ambayo watu wa Mungu walioteuliwa katika ile ofisi walikuwa wakifanya huduma. Pia Lawi alikuwa jina la mtu aliyepewa. Lawi, wale wana wa Yakobo, kuna mmoja alikuwa akiitwa Lawi. Lakini katika nyumba yao
waliteuliwa kufanya huduma takatifu. Kwa hivyo katika mazingira ya hii hoja bado Lawi tunaweza kuipatia nafasi ya ofisi pia kadhalika, kwa sababu Walawi waliteuliwa kufanya huduma takatifu. Kwa hivyo bado hii ni ofisi ambayo ilikuwa ikifanyiwa huduma, ama walikuwa wakifanya huduma. Kwa hivyo kuhani walikuwa wahudumu katika hekalu. Walawi pia walikuwa wakifanya huduma katika hekalu. Sasa basi katika hili somo kuna Mlawi na kuhani walipita ile njia, watu wenye hadhi katika hekalu, watu waliokuwa wakifanya huduma takatifu, ambao ni za kuokoa mioyo kwa njia ya kuwapatanisha wanadamu pamoja na Mungu, kuwaombea dhambi zao, wao wakiri na hawa waombee wakiwapatanisha pamoja na Mungu. Leo ofisi hii ya Lawi, ofisi hii ambazo tunazungumza hapa, kuhani stroke Mlawi, ni ofisi ambazo zinashikiliwa na mapastors leo, wachungaji ndio wanaowakilisha makuhani waliokuwa wakifanya katika huduma ya patakatifu. Lakini watu ambao walifaa kumsaidia yule mtu ambaye alikuwa amepigwa na wakora walimpita kando. Huyu kuhani pamoja na Mlawi walipita kando. Kwa nini hawakumsaidia? Jambo hili lina uhusiano gani na mpango wa ukombozi ambao somo hili la Good Samaritan ama Msamaria mwema, kama tulivyozungumza katika klipi ya kwanza, lilihusu mpango wa ukombozi? Jambo hili la kuwapita kando, la kumpita kando huyu aliyepigwa na wakora kwa kuhani na Mlawi kupita kando, lilihusianaje na mpango wa ukombozi? Sasa kwa sababu nilitangulia, na bado huu nasisitiza tu kwamba kwa kuifahamu Biblia tunafaa hapa kidogo na hapa kidogo. Sasa kuna jambo moja nataka kulizungumza hapa, lakini nikisoma kwanza katika kitabu cha Isaya mlango wa 8 na fungu la 20. Isaya mlango wa 8 na fungu la 20, nataka nifanye maelezo kiasi ili hatimaye tuweze kuwa na mtiririko wa matukio. Isaya mlango wa 8 na fungu la 20, nataka kusoma, linasema hivi: na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Isaya amezungumza maneno hayo kwamba na waende kwa sheria na ushuhuda. Ukiangalia Isaya 8:20 kwa mtazamo wa umakinifu, anawiana vizuri na Isaya yeye mlango ule wa 28 na fungu la 10 na fungu la 13, kwamba huku kidogo na huku kidogo. Huyu amesema na waende kwa sheria na ushuhuda, yani huku kidogo na huku kidogo. Kwa mtazamo mzuri, sheria hii ambayo watu waende kwayo ni Biblia. Biblia ambayo kwayo watu inawaongoza kufahamu makosa yao, wayatubie na namna ya kuyatubia, na kumfahamu Mungu na matakwa yake yote kwetu. Na neno la Mungu ni sheria kwetu kama wanadamu. Lakini ushuhuda ni nini? Tusome Ufunuo mlango wa 19. Kwa sababu tumeambiwa tuende kwa sheria na ushuhuda. Ushuhuda tusome Ufunuo mlango wa 19 na fungu la 10. Mlango wa 19 fungu la 10 tupate ufafanuzi kidogo, kwa sababu kuna masuala yanayouiana na kile ambacho nakifanya hapa sasa hivi. Anasema nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndiyo roho ya unabii. Kwa hivyo Isaya akisema na waende kwa sheria na ushuhuda, hapa Biblia bado inatutafsiria ushuhuda ni nini. Ushuhuda ni roho ya unabii. Kwa hivyo baada ya kufafanusha hapa kidogo,
Ndipo ili tuende kwa mazingira ya mfumo wa Biblia bado katika kuifahamu Biblia, kwamba huku kidogo na huku kidogo. Basi tunaposoma Biblia pia tuna vitabu vya roho ya unabii ambavyo tunahitajika kusoma kwa ajili ya kutupatia mwanga. Labda baadaye katika somo lingine nitakalokuja nalo hapa katika mtandao wetu, tutazungumzia kuhusu roho ya unabii ni nini. Hilo ni somo lake kivyake. Lakini kwa sababu ya sehemu hii tukitaka kusonga, nimefafanusha kidogo. Ndipo hata ile kitabu cha volume 5, Testimonies for the Judge volume 5, hiyo ni roho ya unabii. Hii kitabu nilichosoma hapa hivi punde, Maranatha, hiyo ni roho ya unabii. Lakini litakuwa somo lake kivyake peke yake, la roho ya unabii ni nini na kwa nini roho ya unabii iwepo. Sasa kuhusiana na kuhani na mtoza, na Mlawi, kwamba waliweza kupita kando, hawakumsaidia huyu mtu aliyepigwa na wakora. Nikasema lahusianaje swala hili na mpango wa ukombozi? Mbona kuhani na Mlawi wakapita? Basi nataka nisome roho ya unabii kisha nizungumze jambo. Early Writings, kitabu kinaitwa Early Writings, page 159, paragraph 1. Early Writings 159, paragraph 1. Nataka tusome hapo tusikie maneno. Early Writings 151 kidogo 1 Early Writings 150 150 Early Writings 150, paragraph 1 150.1. Haya, inasema hivi, maandiko yaliyoteuliwa. The angels prostrated themselves before him. They offered their lives. Malaika walienda wakajikunyata ama wakajiinamisha mbele yake, walipeana maisha yao. They offered their lives, walipeana maisha yao. Jesus said to them that he would by his death save many. Yesu aliwaambia kwamba yeye kwa njia ya kifo chake angeweza kuwaokoa wengi. That the life of an angel could not pay the debt, kwamba maisha ya malaika hayangeweza kulipa gharama au deni. His life alone could be accepted of his Father as a ransom for man, kwamba maisha yake mwenyewe ama maisha yake peke yake ndiyo yangeweza kukubaliwa na Baba kama fidia kwa ajili ya mwanadamu. Now, hoja ni hii. Kuhani na Mlawi walipita kando. Hawa ni wahudumu wa patakatifu. Leo wakiwakilishwa na mapasta, kuna Bible workers, kuna wazee wa makanisa pia. Hawa kuhani pamoja na Mlawi wanawakilishwa katika kitengo hiki. Kuhani anawakilishwa na pasta leo. Lakini kuna wale pia wengine wanaofanya katika huduma za hekalu, huduma za patakatifu, kama wale niliotaja, wazee wa makanisa, consecrated elders, na kuna Bible workers pia kadhalika. Hawa ni watu ambao wanafaa kuwahudumia na kuwasaidia watu katika kila kona, katika mahitaji ya kiroho na hata ya kimwili pia. Kwa sababu wachungaji wanapobeba mizigo ya watu, wanaibeba mabegani, wanaibeba na moyoni pia kadhalika. Mabegani ina maana kwamba wakati unapokutana na mshiriki wako aliyekuwa na haja ya kimwili, aidha ni chakula au hata na mavazi, unaweza msaidia hata kwa kitu kidogo kwa ajili ya chakula, au hata mavazi na kuwa na changamoto unamsaidia. Hii ni kubeba mzigo mabegani. Lakini kubeba mzigo moyoni ni spiritual food, ni chakula cha kiroho sasa ambacho mapasta wanafaa kuwahudumia watu. Kwa hivyo huyu mtu aliyepigwa na wanyang'anyi alihitaji kubebwa mabegani,
alihitaji kuhudumiwa, kubebwa mabegani na hawa wachungaji ambao hapa wanawakilishwa na kuhani, na hawa wazee wa makanisa, na hawa Bible workers ambao wanawakilishwa hapa, lakini walipita kando. Sasa roho nabii inasema kabla Yesu aje kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu, malaika kwanza walienda kwa Yesu, wakainama mbele zake, wakamwambia Yesu, sisi tutaenda kumkomboa mwanadamu, maisha yetu tunayapeana kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Lakini jibu ni kwamba haikuonekana mbele za Yesu kwamba kifo cha ama mauti ya malaika ingeweza kumkomboa mwanadamu. Ni Yesu peke yake, kifo chake ndicho kingeweza kumkomboa mwanadamu. Kwa hivyo malaika hawakupata hiyo ruhusa. Kwa hivyo kuhani na Mlawi hawakuweza kumsaidia yule mtu aliyepigwa na wakora. Tukiunganisha sasa swala hili na mpango wa ukombozi, kwamba kwa nini kuhani na Mlawi walipita, na kumbuka kwamba Mlawi na kuhani walipita njia ile kwanza kabla ya Msamaria mwenyewe kuja. Ndipo hapa roho nabii inatueleza hapa kwamba malaika walienda kwa Yesu, kwamba wangehitaji kutangulia, wangehitaji kuja, na sio tu kutangulia wao, kulingana na madai ni kwamba walitaka kuja kumkomboa mwanadamu. Kwa hivyo tukiunganisha ni kwamba kuhani na Mlawi wanapita njia ile, malaika wanapita njia ile ya kumkomboa mwanadamu, wanaenda kwa Yesu kumwambia tunataka kwenda kumkomboa mwanadamu. Lakini Yesu anawaambia mauti yenu haiwezi kumkomboa mwanadamu. Kuhani na Mlawi wanapita njia ile, lakini wanapita kando wakiwa na sababu zao. Walikuwa na sababu zao binafsi, lakini mbona sababu zije kwamba lakini tu budi wapite kando? Ni kwa sababu swala hili lilihusiana na mpango wa ukombozi. Kwa hivyo ilikuwa ni budi, na sababu zimezungumzwa pale. Mwingine hata alisema kwamba labda asingeweza kupita angejua angepita njia kando, asingeweza enda kumuona yule. Na kwa sababu ijapokuwa kulikuwa na uhasama kati ya Wasamaria pamoja na Wayahudi na watu wengineo, lakini ule uhasama ulikuwepo ndio, lakini angalia jinsi unavyotimiza mpango mzima wa ukombozi. Pamoja na hayo, ingawa Yesu alikuja kucorrect huo ama kurekebisha huo uhasama, lakini kwa muktadha wa somo hili unajaribu kutupatia picha kwamba walipita kando, hawakuweza kumsaidia kwa sababu haingewezekana kumsaidia yule mtu kama malaika, jinsi ambavyo hawangeweza kumsaidia huyu hawangeweza kuja kumkomboa huyu mwanadamu. Kwa hivyo hiyo ni sehemu nilihitaji kufanya clarification vizuri, kujaribu kuunganisha kipengele hiki cha 5 kuhusu kuhani na Mlawi, kwamba walipita ile njia ilimaanisha nini na mpango wa ukombozi, kwamba malaika walitangulia, walitaka kuja kwanza, lakini haikuwezekana. Ndivyo kuhani na Mlawi hawakuweza, pamoja na sababu zao zote, pamoja na ofisi zao zote za kidini, lakini hawakuweza kumsaidia mahali ambapo walipaswa kumsaidia. Lakini kulingana na nilivyozungumza, na jaribu kurudia kwamba swala hili lilihusu mpango wa ukombozi. Basi nafikiri kwa maelezo hayo tunaweza enda mbele katika kuangalia kipengele kingine cha 6 kinachosema Msamaria. Na Msamaria alikuja kupita ile njia, ndipo akaweza kumsaidia yule mtu aliyepigwa na wakora. Msamaria huyu ni nani? Msamaria huyu ni nani? Ama kwa mfano wa Yesu akitoa hii hoja, Msamaria alimwakilisha nani? Kama vile tumesema kuhani na Mlawi waliwakilisha malaika, wale waliotaka kuja kumkomboa mwanadamu, lakini ikawa haiwezekani kwao, ndio wanawakilishwa na kuhani na Mlawi. Je, huyu Msamaria naye anawakilishwa kwa nani? Anawakilishwa na nani? Tusome katika kitabu cha Luka 19 fungu la 10. Tuanzie hapo. Luka 19:10. Tupate maelezo yanayoanza kutuzungumzia. Luka 19:10. Biblia inasema hivi: kwa kuwa mwana wa Adamu
alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Jambo la kwanza hapa katika fungu hili zuri la Luka kutuunganishia kwamba, kumbuka Msamaria alipopita ile njia alimuokoa yule mtu. Alimchukua kumpeleka katika nyumba ya wageni, kusudi ni kwamba aokolewe yule mtu, aokoe maisha yake. Hiyo ndiyo mission, ama hiyo ndiyo kazi ya Yesu iliyomleta hapa duniani, kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Adamu alipoingia katika dhambi, basi Yesu ilikuwa ni kusudi lake kuja kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Kwa hivyo hapa tunapata kipengele cha huyu ni mwana wa Adamu, huyu ni Yesu Kristo, huyu Msamaria. Hebu tuangalie tena fungu lingine lenye kutupatia kuendelea kutuangazia Yohana 10:10. Yohana 10:10. Yohana mlango wa 10 na fungu la 10. Anaye anatuambia habari gani hapa? Anasema hivi: mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Sasa angalia fungu hili zuri. Nani alimtia jeraha huyu mtu? Biblia ilimpatia jina kwamba ni mnyang'anyi. Lakini kundi moja la mwivi, mnyang'anyi, mkora, jambazi, hao wako katika kundi moja tu. Sasa mwivi anapokuja kulingana na Biblia, anakuja ili kuchinja na kuharibu. Ni nini kilichomfanyikia huyu mtu? Jeraha hizi zilikujaje? Lazima kuna vifaa ambavyo vya kuumiza mwili vilitumika kumtia majeraha. Hii ndio tabia ya mwivi. Hii ndio tabia ya mnyang'anyi. Lakini Yesu anasema, mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Angalia alichokifanya huyu Msamaria. Alimchukua huyu mtu kumhudumia ili awe na uzima. Akamchukua kwenda kumpeleka katika nyumba ya wageni. Kwanza akamfanyia huduma za kwanza pale, kisha alipomaliza akamchukua kwenda kumpeleka kwa nyumba ya wageni ahudumiwe zaidi. Hii ndiyo kazi ya Yesu, hii ndiyo kazi ya Msamaria. Yeye alikuja kuokoa maisha, alikuja kupeana uzima na wanadamu wawe na tele. Kwa hivyo kwa muktadha tu wa mafungu haya mazuri, ni wazi na dhahiri na sahihi kwamba Msamaria yule aliyemuokoa huyu mtu anamwakilisha na Yesu Kristo, kwa sababu hii ndiyo kazi ya Yesu ya kuokoa, kuwarudishia watu uzima kwa njia ya imani, kwamba wakimwamini Yesu Kristo nao wapate uzima wa milele. Kwa hivyo hili liko very clear kama hivyo, liko wazi wazi jinsi ilivyo. Huduma ya Msamaria ndiyo huduma ya Yesu. Kwa hivyo Msamaria yule aliwakilisha, ilikuwa ni mfano ule, lakini Msamaria yule ni Yesu Kristo aliyepita katika njia ile na kumsaidia. Kama tulivyosoma pia katika kipengele kilichopita pale nyuma kwamba ilikuwa ni kifo cha mwanadamu cha Yesu Kristo ndicho kingeweza kumuokoa mwanadamu, wala sio katika kifo ama mauti ya malaika. Kwa hivyo hili swala, kwa sababu hapo kipengele kiko wazi na kueleweka namna hiyo vizuri, tunaweza enda sasa katika kipengele kingine cha 7 sasa. Kabla Msamaria huyu ampeleke kwa nyumba ya wageni, kuna huduma ya kwanza aliyompatia huyu mtu. Mafuta, alimpaka mafuta, kisha akampaka na divai pia. Kwa hivyo kipengele cha 7 kinasema mafuta / divai. Katika Biblia tukisoma katika kitabu cha Mathayo kwanza mlango wa 25, kuna kisa hapa ambacho nataka tukisome kwa haraka ili ndipo tuweze kuunganisha. Mathayo mlango wa 25, nataka tuanzie fungu hapa. Tuanzie tu fungu la kwanza tuweze kupata taarifa fulani, kisha tutaweza kuunganisha vizuri. Mathayo 25, tuanzie fungu la kwanza. Anasema
Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wao wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao. 4. Bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Ukiendelea, hiki kisa kinazungumzwa mpaka mafungu kule chini 10, 11 na mpaka 12. Hapo ndipo kuna endelea kuwa na hitimisho katika mfano huu, lakini nataka kuachia haya mafungu 4 ndipo nijaribu kuzungumza tu hiki kisa kuhusiana na wanawali 10, 5 wenye busara na wale 5 wapumbavu. Wanasemekana wote kwamba wenye busara walikuwa na mataa waliokuwa na mafuta ya akiba kando. Wale wapumbavu walikuwa na mataa lakini hawakuwa na mafuta ya akiba. Nao tunazungumzia kuhusu mafuta hili swala. Nao huu ni mfano kwa sababu Yesu anasema ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10. Nao kwa hivyo masuala haya yote yalikuwa ni mifano lakini ikiwakilisha kitu fulani chenyewe. Kulingana na hapa, mbali na kueleza mfano huu wote kwa upana, nataka niende kwa kile kipengele tu cha mafuta. Na mafuta yanawakilisha nini kwa muktadha wa huyu Msamaria kumweka mafuta huyu mtu, kumpaka mafuta huyu mtu, hasa vidonda vyake akavimwagia mafuta, akavipaka mafuta pamoja na divai. Nataka tu kwa ufupi sana ili tuweze kuelewana kwa urahisi. Bado nataka nisome maandiko teule, maandiko yaliyoteuliwa, ambapo Ufunuo akayaita roho ya unabii. Tupate ufafanuzi kidogo haya mafuta, kuhusu haya mafuta. COL 406 paragraph 3, Christ Object Lesson 406 ndio page. COL 406 paragraph 3. Kuna maneno mafupi tu sana. The oil is a symbol of the Holy Spirit. Hiyo page inapeana, kuna mafungu mengi ya Biblia, kuna hata na Zakaria, kuna hata na Zaburi 119 fungu la 105. Kuna hizo nyaraka zinazozungumzia kuhusiana na mambo na mafuta, lakini kwa tafsiri yake kwa ufupi ni kwamba the oil is a symbol of the Holy Spirit, kwamba mafuta ni ishara ama mfano wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo huyu Msamaria alimhudumia, akapata vidonda mafuta na divai. Nataka tuzungumze kuhusu divai. Hii divai ni wine ama spirit, na hiyo spirit iko na wine ndani yake. Wakati mwingine wale vinyozi wanapoenda kunyoa, kisha baadaye hawa vinyozi ama wale wanaoenda kunyolewa kwenye vinyozi, wakati wanapomaliza kunyolewa, vinyozi huwa nyunyizia spirit. Ile spirit iko na ubaridi, mnajua hilo. Lakini ni nini hiki kinachofanyika? Huenda wakati akitumia ile machine, labda kwa ngozi yako akawa amefanya mkwaruzo kidogo kidogo, lakini hii spirit anaponyunyiza iko na alcohol, hii spirit, pamoja na other chemicals ama na chemical nyingine, lakini alcohol ipo. Na kazi ya alcohol ni nini? Ni kuua bacteria, vile vini vyenye kusababisha magonjwa.
kazi ya alcohol ni kuua vile viini. Kwa hivyo si ajabu kulingana na Biblia kwamba huyu Msamaria aliweza kuapply haya mambo mawili, ama aliweza kutumia hizi vitu mbili, mafuta pamoja na divai. Mafuta kwanza ni kulainisha kile kidonda, kulainisha vizuri ile kidonda, ndipo divai nayo ukiingia pale kuua zile bacteria, viini vyenye kusababisha magonjwa, viini vyenye kusababisha kile kidonda kioze. Kwa hivyo kazi ya divai ni kuneutralize bacteria zisiwepo, ama kuua vile viini. Hiyo ndio kazi yake. Sasa katika swala hili kuhusu huyu Msamaria kuapply hivi vitu mbili, mafuta haya yanawakilishwa na Roho Mtakatifu, mafuta na divai, kwa sababu haya mambo mawili yanaenda sambamba kama vile tunavyoona Biblia. Kazi ya Roho Mtakatifu ni nini? Kazi ya Roho Mtakatifu ni kushawishi dhamira yako kuona kosa lako na kulitubia na kuliacha. Yeye hukushawishi usitende jambo hili, hukushawishi usitende kitu fulani. Na hii kazi, wakati hata unapoenda kwa Bible study na watu ambao hawajajua Injili, huomba kwanza kabla utoke kwamba Roho Mtakatifu atangulie kuigusa mioyo ambayo utaweza kuifikia na neno la Mungu, kuiyeyusha hii mioyo. Kwa ufupi, nataka niwapatie kisa kidogo tu kwa ufupi, muone kazi ya Roho Mtakatifu. Kuna mtu ambaye alikuwa ni jambazi, alikuwa muuaji. Na hiki ni kisa halisi, sio mfano tu, ni kisa halisi kilichotendeka maeneo ya kwetu miaka huko ya awali, kilichofanyika maeneo ya kwetu. Sikiza. Huyu mtu alikuwa jambazi. Kuna maeneo ambayo kule kwetu wakati huo yalikuwa hayafikiki. Sasa kuna security, kuna usalama mzuri, lakini maeneo hayo yalikuwa hayafikiki, ni njia hatari. Sasa kuna jambazi moja ambaye kazi yake alikuwa ni kupiga ngeta watu na kuwanyang'anya na hata na kuwaua. Siku moja kuna mtu alivaa vizuri tu sana, nguo yake vizuri, shati yake vizuri, amepiga pasi vizuri, amevaa tie, smart, very smart, akashikilia briefcase. Lakini akaenda kwa mahoteli ya wazungu kuenda kufanya interview ili aweze kuandikwa kazi ya mahoteli ya wazungu. Sasa akaenda kufanya interview. Bahati mbaya alimaliza ile interview kuchelewa. Halafu akapita ile njia. Huenda ikawa alikuwa mgeni asiyejua hatari ya ile njia, lakini akapita ile njia. Basi alipopita ile njia akakutana na huyu mkora, huyu jambazi, huyu muuaji. Basi kawaida yake huyu jambazi akamshika, akamuua, akachukua briefcase ile, kwa sababu alidhani kwamba ametoka kwa mahoteli ya wazungu, huenda kuna madola pale ndani. Sasa alipofika kwake nyumbani, alipofungua ile briefcase, akaipata ni makaratasi tu ambayo huyu mtu alikuwa amebeba kwenda kufanya interview. Alikuwa ametoka kufanya interview mahali. Aliona kabisa ile makaratasi jinsi yalivyoandikwa kwamba hii ilikuwa ni kuhusiana na mambo na interview. Ameandika vitu vyote pale. Sikiza kilichofanyika. Huyu mtu alijuta, huyu jambazi alijuta. Akasema, angalia makaratasi tu ndani, hamna kitu chochote, nimeua mtu. Kutoka siku hiyo aliacha uuaji. Alisema hapa ndio mwisho wa mimi kuwa muuaji. Akachana na ile. Ni nini kilichomshawishi? Ni shetani aliyemshawishi aache uuaji? Hapana. Kwa sababu ni muuaji, tulitoka kule nyuma, tulianza kuona pale katika nyaraka zilizotangulia za Biblia kwamba yeye ni muuaji tangu hapo mwanzo, wala hajasimama katika kweli, maana ni muongo. Je, ni nani aliyemshawishi huyu jambazi aache? Ni nani aliyeingia katika dhamira yake akamuonyesha na akapata huruma na akaanza kuacha hiyo? Ni kazi ya Roho wa Mungu iliyofanya ndani ya huyu. Akahisi nimeua mtu asiye hata na hatia, ijapokuwa ni kazi yake, lakini ile ndio ilikuwa mwisho wake. Nao tulijua hiki kwa sababu ni mambo yaliyotokea kule kwetu, kwa sababu yeye mwenyewe baadaye alianza kuzungumza nini kilichomfanya aache ujambazi. Kwa hivyo kazi ya Roho Mtakatifu ni kuilainisha mioyo, ni kuishawishi mioyo.
Ukisikia dhamira yako inakwambia kitu hiki hakifai, nyenyekea. Mwenzako anapokuja kukwambia ndugu au dada, hapa rekebisha kwa sababu hii haifai. Ukihisi kuna kitu kinakushawishi kwamba kweli huyu ananiambia kweli, usipingane na ile dhamira. Usipingane na hicho kitu. Usipingane na hiyo dhamira, kwa sababu ni kazi ya Roho Mtakatifu kufanya hivyo. Kulainisha mioyo. Ndio maana ili dhambi zetu ziweze kusahihishwa na kuponywa, ni lazima tumruhusu Roho Mtakatifu ayeyushe mioyo. Ndio maana Msamaria huyu akaweka mafuta kwenye vidonda vya huyu mtu na divai. Hili somo mimi nalifundisha mimi kweli hapa, lakini limenigusa na linanigusa mimi mwenyewe. Linanishawishi. Nashawishika, linanigusa. Basi nimejaribu kueleza kipengele hiki kinaga ubaga ili kiweze kueleweka vizuri. Basi mafuta pamoja na divai ni uwakilisho wa Roho Mtakatifu. Lakini kule chini vipengele tutaendelea kupata zaidi na zaidi. Now, tuende kipengele cha 8. Kipengele cha 8 kinasema huyu mtu alipelekwa kwenye nyumba ya wageni. Huyu mgonjwa alimpeleka kwenye nyumba ya wageni. Huu ulikuwa mfano. Nyumba ya wageni inawakilisha nini jameni? Tusisahau kwamba ili tuweze kuielewa Biblia, tuiulize hiyo Biblia, ule mfumo wetu wa huku kidogo na huku kidogo. Na bado Isaya anasema pia na waende kwa sheria na ushuhuda. Na Ufunuo anakuambia ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii. Ndio maana ya huku kidogo na huku kidogo. Unachukua pale kipengele unaunganisha hapa. Nataka kuzungumza hapa, nishazungumza kule awali kwamba Biblia ni vitabu 66. Lakini ni chain inayohitajika kuunganishwa. Kwa mfano kama ile chain ya baiskeli au chain hata ya motorbike ambayo imeunganishwa kuipeleka hii motorbike ama baiskeli. Kabla ya ile chain iunganishwe ilikuwa vipande kando kando. Lakini fundi akaja akachukua kipande hiki akakiunganisha hapa, akaunganisha pale mpaka ikawa chain inapeleka baiskeli, inapeleka ile pikipiki. Biblia ni vipande 66 vinavyohitajika kuunganishwa ili kuwa chain ambayo itaipeleka baiskeli mbele. Kwa sababu ya upungufu wa ufahamu, sisi wakati mwingi tunakosa kuunganisha hivi vipande. Yaani ina maana kwamba tunakosa kuifahamu Biblia. Lakini tukitumia mfumo huu ambao tumepewa bado na mbingu ili tuweze kuielewa Biblia, kuunganisha hapa na hapa, nakwambia hapa kidogo na hapa kidogo. Ndio maana ukiona vile tunavyounganisha swala hili, tunachukua kipengele cha Ufunuo, tunachukua kipengele cha Mathayo, tunapungua kipengele cha Zekaria, tunaenda kipengele kingine cha Yoshua, ili kuiunganisha chain ya Biblia ili iweze kutuendesha, kutupeleka vizuri. Sasa nyumba ya wageni ni nini? Basi tuendelee na mfumo wetu. Tusome Zaburi mlango wa 122 fungu la kwanza. Zaburi 122 fungu la kwanza, tunataka kuangalia kipengele hiki cha nyumba ya wageni. Zaburi 122 na fungu la kwanza. Nasema hivi: nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Nyumba ya wageni. Nalifurahia waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Nyumba ya wageni aliyopelekwa huyu mtu ni nyumba ya Bwana. Ni kanisa ambalo ndio nyumba ya Bwana. Wakati ule akiitwa mahekalu, masinagogi, leo tuna lugha rahisi tu, ni kanisa. Ni nyumba ya Bwana. Alipelekwa, lakini inaitwa nyumba ya wageni. Kanisa ni nyumba ya wageni. Wakati unapoingia kanisani siku ya kuabudu, unapofungua ule mlango wa kanisa, watu wanapoingia, wale wa kawaida, bado mlango haufungwi. Mlango haufungwi. Unakaa wazi mpaka mtakapomaliza ibada, hata kama ni jioni ndio mfunge muende. Lakini siku nzima mlango haufungwi. Unajua kwa nini haufungwi? Ushawahi kuona wewe kwamba watu walishaingia wakamaliza? Ulishawahi kushuhudia siku moja ukienda kwa ibada, watu wakaingia mpaka ikaonekana sasa hapa basi watu wameisha kuingia hawa wote.
Basi mlango ukafungwa, ibada ikaendelea. Ushawahi kuona wapi? Na mnajua kwa nini haufungwi mlango? Unakaa wazi. Jambo la kwanza, uwazi wa ule mlango ni mwito, is a call. That open door ya ile kanisa is a call, ni mwito. Njoni. Nani anaitwa? Kila anayepita njia. Wageni wa kila namna, watu wa kila namna wana ruhusa ya kuingia nyumbani mle. Ile ni nyumba ya Bwana, nyumba ya wageni. Kwa hivyo huyu alimpeleka kwenye nyumba ya wageni. It's a church. Alipelekwa kanisani. Na kwa muktadha wa swala hili zima la mpango huu wa ukombozi, wakati Msamaria huyu Yesu Kristo alipokuja kumkomboa huyu mtu, wakati alipomhudumia, na tutasoma kule chini, lakini nataangalia kuzungumza hivi kwamba alisema anahitaji aende ili Roho Mtakatifu aje. Kazi ya Roho Mtakatifu ilikuwa ni gani? Ya kuja kwamba alihudumie kanisa. Pale ndani kanisani ndimo mahali ambapo Roho wa Mungu huwahudumia watu. Kila aina ya ugonjwa unatiba pale. Kwa sababu kumbuka, kuna mafuta na kuna divai. Mafuta ya kulainisha kidonda ambao ni dhambi, divai ya kuua bakteria ambao bado ni dhambi pia kadhalika. Na kazi hii inafanywa na Roho Mtakatifu. Hakuna ugonjwa wa dhambi ambao hauna tiba ndani ya kanisa. Na ukiona haujatibika, basi wewe ni ile Biblia inasema kwamba ni kumkufuru Roho. Lakini hakuna aina ya ugonjwa wa dhambi ambao hauna tiba katika kanisa la Mungu. Lakini pamoja na hivyo, nataka nifanye maelezo kidogo katika roho ya unabii katika kitabu kinaitwa CCH. CCH page 249 paragraph 2. Kuna maelezo kidogo huku kidogo na huku kidogo. CCH page 249 paragraph 2. CCH 249 paragraph 2. Kuna maneno kidogo tu yanasema hivi: the house is the sanctuary for the family, and the closet or the grove the most retired place for individual worship, but the church is the sanctuary for the congregation. Haya, nyumba pale nyumbani kwako. Sasa nyumbani kwako, anasema ni hekalu au kanisa. Kwa lugha ya leo ni kanisa la familia. The house is the sanctuary for the family. Na kuna sehemu zile zilizotengwa, the closet or the grove, the most retired place for individual worship. Kitaka kwenda kuwa na maombi yako ya siri, basi ikiwa umetengeneza hayo maeneo, unaenda kuingia hapo, kama vile Danieli aliingia chumba chake cha ndani na akapiga magoti mara 3 kwa siku kule katika utawala wa Babeli, kule Babeli. Akaingia chumba chake cha ndani. Ndio mazungumzo haya tu. Kuna sehemu ambazo unaweza kuwa umezitenga kwamba hapa wacha nikapiga magoti nikimwomba Mungu. Sasa hiyo inasemekana kwamba ni sehemu za mtu binafsi za kuomba. Lakini anasema but the church is the sanctuary for the congregation. Lakini kanisa ni hekalu la congregation, yani la watu wote, hata wale wanaopita njia, wanaokuja kutoka wale wageni, ndio ile ni hekalu lao. Kwa hivyo nyumba ya wageni ni kanisa ile aliyopelekwa yule mtu. Kwamba nasi Yesu alituachia makanisa ili tuje pale, ili tuje tupate chakula cha kiroho. Nilitaka kufanya clarification hapo ili tuweze kuelewana vizuri. Hatimaye tuende katika kipengele cha 9. Mhudumu. Yule mhudumu pale kanisani, ama yule mhudumu aliyepewa huyu mtu aliyepigwa na wakora. Ingawa nimezungumza, lakini nataka kurudia kwa ushahidi wa Biblia. Tusome Yohana 16:7 na 8. Yohana 16:7 na 8. Tupate mhudumu huyu kwenye nyumba ya wageni alikuwa ni nani? Yule daktari sasa mwenye kuhudumia hawa wagonjwa. Yohana mlango wa 16 fungu 7 na 8. Tupate huyu mhudumu. Mafungu ya Biblia yanasema hivi: lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke.
Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Nani anasema hivi? Naye akiisha kuja huyo atakapokuja huyo, atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Huyu ni Roho Mtakatifu. Dhambi ile ambayo iliweza kumwingia mwanadamu, ama mwanadamu aliingia kwake ama kwayo baada ya kula mti wa ujuzi wa mema na mabaya au tunda, kwa baada ya kuvunja amri ya Mungu. Hapa Roho wa Mungu angeweza kuja kuwashawishi watu na kuwaonyesha dhambi zao ili waweze kutubu, kuilainisha mioyo. Kwa hivyo Yesu akiwaambia yawafaa mimi niende ili Roho Mtakatifu aje, basi alipoenda alituachia Roho Mtakatifu. Ndiyo alipochukua huyu mgonjwa alimpeleka kwa mhudumu, akamwacha mikononi mwake. Akamwachia pale, ama akamwacha mikononi mwa huyu mhudumu. Ndipo Yesu alituacha mikononi mwa Roho Mtakatifu ili aendelee kutusaidia. Hili swala natumaini liko that very clear. Liko wazi tu namna hiyo kwamba mhudumu huyu ni Roho Mtakatifu ambaye aliachwa kanisani. Kazi ya Roho Mtakatifu ipo kanisani, ijapokuwa yumo ndani yetu akitusaidia katika dhamira na kutushawishi. Lakini tuna siku maalum ya ibada hapa, tunapoenda kanisani kwa ajili ya ibada. Hapa basi kazi ya Roho Mtakatifu nayo huifanya mioyo kuwa laini ili ipokee mahubiri yanayotoka katika kwa mtumishi au kwa mhudumu ama kwa mchungaji, mzee wa kanisa, kiongozi ama mwalimu yule ambaye yupo kwa ajili ya siku. Basi Roho wa Mungu kumsaidia hata na yule mhudumu na kuwasaidia wanaohudumiwa pia kadhalika, ili hatimaye huduma hii ifanywe kikamilifu. Kipengele cha 10, dinari 2. Kwa mhudumu aliacha dinari 2. Very interesting. Dinari 2 hizi ni nini? Kwa muktadha wa swala hili la mpango wa ukombozi, kwa muktadha wa swala hili la somo hili la Good Samaritan ama Msamaria mwema, dinari 2 alizoziacha kwa mhudumu ni nini? Ili amhudumie yule mgonjwa. Yaani ni gharama hizi za kumhudumia yule mgonjwa. Haya, tusome Biblia. Ufunuo mlango wa 11. Ufunuo mlango wa 11 fungu la 3 tu. Nasoma fungu la 3. Nami nitawaruhusu mashahidi wangu 2, nao watatoa unabii siku 1260 hali wamevikwa magunia. Ufunuo anapozungumzia nitawaruhusu mashahidi wangu 2 na watatoa unabii hali wamevaa nguo za magunia kwa muda wa siku 1260. Huu ni unabii uliohusu kipindi cha zama za giza kuanzia mwaka wa 538 538 mpaka 1798. Pia uliohusiana na ule unabii unaitwa unabii wa muda mfupi wa siku wa miaka 1260. Ndio huu siku 1260. Huu ni unabii. Na unabii huu ulianza ulitimizwa kuanzia mwaka wa 538 na ukaishia 1798, ambapo hapa miaka 1260. Lakini kuna neno lililozungumzwa hapa kwamba nitawaruhusu mashahidi wangu 2 watatoa unabii. Hawa mashahidi wanaozungumzwa hapa ni Biblia. Kumbukeni kwamba katika kipindi hiki cha siku 1260 Biblia, kwa sababu hapa ndipo kuna Sunday law ya Konstantino, Sunday law ya Konstantino, ambapo Biblia haikuwa inaruhusiwa kushikwa mikononi mwa washiriki. Ilikuwa inaruhusiwa tu mikononi mwa mabishop peke yake. Ndio waliokuwa wanaweza ishika Biblia, waisome na kuitafsiri vile wanataka wao. Kwa sababu ingekuwepo mikononi mwa watu, basi watu wangeifahamu ukweli. Na kazi kubwa ingepatikana bado kwa hawa wa mabishop, kwa sababu walikuwa wamebadilisha sheria ya Mungu kutoka kwa sabato ya amri ya 4 mpaka kwa sabato ya uongo ya Jumapili, ambayo ni siku ya kwanza ya juma. Watu wangekuwa na Biblia mikononi, wangeendelea kufahamu ukweli. Ndipo ikapigwa marufuku kwamba atakayeonekana ameshika Biblia basi angeuawa.
katika hiki kipindi historia inasema watu milioni 50 waliuawa. Lakini bado Biblia ilikuwa adimu. Ile kuvaa nguo za magunia ni kwamba Biblia ilikuwa adimu, lakini bado ilikuwepo kwa uhafifu, kwa adimu sana katika maeneo ambapo watu fulani kwa bahati walikuwa wakiiona na wanaisoma. Hata ndio wakati huu katika karne ya 15, yani katika mwaka wa 1517, katika kipindi cha Martin Luther ili apambane na upapa baadaye, maana yeye alikuwa Mkatoliki, alikuja kuiona Biblia. Na kumbukeni, Martin Luther alikuwa msomi pia kadhalika. Aliona mahali ambapo ilikuwa imewekwa hata imekaa sana siku nyingi kama iko na mavumbi, akaichukua na angalia hii Holy Bible. Kaangalia Holy Bible. Akaifungua kurasa zake, akasoma kwa haraka, akaelewa maana yake pale ndani. Kwa hivyo uadimu huu wa kuonekana kwa Biblia na kusoma kwa Biblia ndio Ufunuo aliuzungumza kwamba manabii hawa wawili watatoa ushuhuda kama hali wamevukwa nguo za magunia. Ni ule uadimu wa kuonekana kwa Biblia. Now, mashahidi hawa wawili ni Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya. Dinari zile mbili ambazo mhudumu Msamaria huyu alienda kumpatia mhudumu ni Biblia kati ya magano yake mawili, Agano la Kale na Agano Jipya. Mbona hakupeana dinari 3? Mbona hakupeana dinari 1? Mbona hakupeana dinari 4? Mbona hakupeana hata na 6? Mbona 2? Ni Biblia kanisani, kuna Biblia manyumbani, tuko na Biblia mahali tunapoishi, tuna Biblia Agano la Kale na Agano Jipya. Dinari 2 zilizopeanwa yule mhudumu pale kwa nyumba ya wageni ambao ni kanisani. Hii ndio maana yake. Dinari 2 ni Biblia Agano la Kale na Agano Jipya, maagano mawili. Basi tumalizie kile kipengele cha 11. Anasema nitarudi tena. Nitarudi. Anamalizia nitarudi. Yohana, tukisoma Yohana 14, hata tuanzie tu fungu la 1 hadi 3, ndipo tupate taarifa kamili kuhusiana na huyu anasema nitarudi tena. Huyu Msamaria sasa anasema nitarudi tena. Yohana 14, tuanzie fungu la 1. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo, ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia mahali. 3 anasema, basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo nanyi muwepo. Kwa hivyo Msamaria anasema nitarudi tena. Ndiyo huyu katika Yohana, ndiyo huyu Yesu anawaambia naenda, nitarudi tena. Ndio maana tunamsubiri Yesu kurudi mara ya pili. Atarudi tena. Huyu Msamaria atarudi tena. Ni ahadi aliyoiweka wakati Yesu akiwa anaenda mbinguni. Nataka tu kwa nyongeza ya ufahamu nisome Matendo mlango wa 1 fungu la 11. Matendo mlango wa 1 fungu la 11. Matendo mlango wa 1 fungu la 11. Anasema hivi. Naenda to the point, fungu la 11. Na just to the point. Kwenda kwa kiini moja kwa moja. Anasema, wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Atakuja huyu Yesu, atakuja jinsi hiyo. Kwa hivyo alipowaahidi nitakuja tena, wale malaika, hasa ukianzia mafungu ya pale juu, mimi nimeenda kwa to the point kifungu la 11, lakini ni yule Yesu aliponyakuliwa wakati akipaa,
na Wagalilaya wakaanza kuangalia juu. Ndipo malaika wakamwambia, atakuja jinsi hiyo hiyo, nitakuja tena. Yule Msamaria akimwambia yule mhudumu katika nyumba ya wageni. Kwa hivyo wapenzi, hii ndio maana, ama huu ndio mfumo wa swala hili la Msamaria mwema lilohusiana na mpango wa ukombozi, na tumefuata kipengele kwa kipengele tukiunganisha ile chain ya vipande 66. Chain hii ya Biblia sasa ambayo ina 66 books. Tumejaribu kuunganisha huku kidogo na huku kidogo katika swala hili kutupatia mtazamo mzima wa kuhusiana na swala hili la mpango wa ukombozi katika somo la Msamaria mwema, ambapo Yesu alikuwa anamjibu yule mwanasheria ambaye aliuliza, jirani yangu ni nani? Kwa hivyo jirani yako ni yule anayehitaji msaada wako. Jirani yako ni yule anayehitaji msaada wako. Sisi mwanadamu alipoingia katika dhambi, Yesu alikuwa ndiye msaada wetu. Sisi tulikuwa jirani kwa Yesu, tulihitaji msaada kwa Yesu, ndipo Yesu akaja kutusaidia, akaja kutuokoa. Kwa hivyo jirani yako ni yule anayehitaji msaada wako, ndio jibu pia halisi la swali la jirani yangu ni nani. Lakini Yesu ili kujibu swali hili hakujibu moja kwa moja kama vile hapa nahitimisha sasa kwamba jirani yako ni yule anayehitaji msaada wako. Akawapatia ile mfano, kuwapatia mfumo wote wa mpango wa ukombozi, kwamba mwanadamu aliingia katika dhambi, akamhitaji Yesu akaja ili kumkomboa, maana alihitaji msaada kutoka kwa Mungu. Basi kwa hayo Bwana tubariki, amen.